Assalamu alaikum na karibu katika dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka 2026, siku ya Jumatatu. Nikualike kunako dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni maaskofu wataka umoja wa upendo, waonya uvunjifu wa maadili, vitendo vya ukatili. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Samia agiza uchunguzi moto simu 2000, vibanda 500 vyateketea. Habari katika ukurasa wa 3. Polisi yatoa onyo kali wanaozusha kupoteza nyeti, kuanza msako wanaosambaza taarifa, kurekodi vichekesho. 25 mbaroni tuhuma mauaji ya mwalimu Sumbawanga. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 20 wa gazeti hili. Vyombo vya ulinzi vyatajwa nguzo ya amani nchini. Habari katika ukurasa wa 4. Mtandao wa utapeli wavunjwa huku vijana 87 wakiokolewa. Habari katika ukurasa wa 20 wa gazeti hili. Mradi wa ekari 1300 umwagiliaji Makambako kuinua wakulima. Habari katika ukurasa wa 15. Fisi wamshambulia kumuua mtoto wa mwaka mmoja. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni viongozi waonywa uchu wa madaraka, ielezwa namna uchu huo unavyofanya kuwa waoga. Askofu ataka viongozi wa serikali kukosolewa kwa njia za staha. Habari katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Utoaji dawa kielektroniki tumaini jipya kwa wagonjwa. Habari katika ukurasa wa 16. Mijadala isiyo na tija yatishia ajenda muhimu za taifa. Habari katika ukurasa wa 3. Marekani ilivyomokoa mwanajeshi wake ndani ya ardhi ya Iran. Habari katika ukurasa wa 16. Simulizi soko la simu 2000 lilivyoteketea. Ilianza kama siku nyingine za kawaida katika soko la simu 2000 jijini Dar es Salaam. Kelele za wafanyabiashara wavuta wateja pamoja na undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu? Usijali, Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo. Upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenyewe katika ukurasa wake wa mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni nondo za maaskofu, waona shida vyuo kutoa shahada bila kuwekeza nyumba za malezi na makuzi ya vijana, wachambua daraja la malezi na tatizo liliko, wataka upatanisho kwa jamii. Mungu wa Tanzania kujenga utamaduni wa kusameheana na kupatana ili kuimarisha taifa. Habari katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 7. Kuu ya Askofu Agostino Shao ikisema furaha ya Pasaka haina maana kama mtu hatabadilika. Ni lazima kila mmoja atafakari nafasi yake na kuamua kusimama katika ukweli na haki. Ipo pia nukuu ya Askofu Jackson Sostenes, Askofu Frederick Shaw
Askofu Dr. Eliano Kimaro. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili na ukurasa wa 7. Yaliyojificha wagonjwa kutopata dawa vituoni. Mganga mkuu wa serikali afichwa mchezo mchafu wa tabibu na kampuni za dawa. Waziri awataja MRC na madisi kitanzini. Mfumo wa kidigitali sasa kufuatilia dawa hadi kwa mgonjwa. Habari katika ukurasa wa 4. Imani potofu zinavyochelewesha matibabu ya saratani kwa watoto. Habari katika ukurasa wa 19. Takwimu za ugonjwa wa kisukari Zanzibar zashtua. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Fahamu mambo 14 safari ya kwenda mwezini. Habari katika ukurasa wa 19. Moto simu 2000 ulivyoacha majonzi, Rais Samia agiza hatua za haraka. Habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Ni hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni maaskofu wabeba ajenda ya umoja. Yumo Malasusa Kinyaia wasema ni msingi wa ustawi bora wa taifa. Habari katika ukurasa wa 2. Nukuu ya Dr. Malasusa ikisema anapofufuka Yesu itukumbusha na sisi kufufua mazuri ambayo Mungu ameyaweka katika familia, maisha yetu, taifa letu, ikiwemo kutetea umoja wa kitaifa. Moto soko la mawasiliano, Rais Samia ataka uchunguzi wa haraka. Habari katika ukurasa wa 3. Wanasaikolojia polisi wafichua sababu ukatili. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Korti ya mwachia huru aliyefungwa miaka 30. Habari katika ukurasa wa 16. Mahakama ya rufani masjala ndogo ya Mbeya imemwachia huru Frank Mwasano aliyehukumiwa kifungo cha miaka 30 gerezani akidaiwa kumlawiti mtoto mwenye umri wa miaka 10. Habari katika ukurasa wa 16. Polisi watia mguu sakata la jeti za wanaume. Habari katika ukurasa wa 6, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Zanzibar Leo kwa ukweli na wazi ninalo mikononi mwangu lenye limeandika Dr. Mwinyi ongoza viongozi wananchi kumwombea mzee Mwinyi. Habari katika ukurasa wa 2. Tutaendelea kushirikiana na wadau kuimarisha huduma za afya Hemedi. Habari katika ukurasa wa 2. Vyombo 574 vyakamatwa kwa makosa ya barabarani. Habari katika ukurasa wa 3. Kanisa la Anglican kivutio cha watalii wa historia ya utumwa Askofu Hafidh. Habari katika ukurasa wa 3. Baraza la usalama halitapiga kura kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz UN. Habari katika ukurasa wa 9, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi. Na sasa tutazame habari za michezo na burudani. Nalo gazeti Mwanaspoti lenyewe limeandika Fofana afichua ofa ya Yanga, aigusia Simba. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Ijayo ni April 8, Pamba Jiji dhidi ya Yanga Sports Club. Beka shtukia mchongo. Habari katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3. Mastaa wamtaja Feitoto. Habari katika kurasa za ndani. Rekodi mpya Dar City. Habari katika ukurasa wa 2. Ateta atoa onyo. Habari katika ukurasa wa 19. Gazeti hili kiandika TPL leo Jumatatu ni Coastal Union dhidi ya Mtibwa Sugar saa 1 kamili jioni Mkokwani Tanga. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Ndio gazeti Habari Leo gwiji la habari Tanzania lenyewe limeandika Dar City yaandika historia ya Afrika. Singida Black Stars yatimua makocha ikilala 2-0. Pedro licha ya majeruhi wengi tunawaza ubingwa. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Tuno halisi mshindi wa tuzo ya chipukizi ya Basata. Habari katika ukurasa wa 21. Kambi ya Serengeti Girls Tunisia imarisha kikosi. Habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo gwiji la habari Tanzania. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye ukurasa wake nyuma limeandika Pedro akiro Yanga ni kutokana na kuilinganisha na misimu mingine, huku habari katika ukurasa wa 23. Edna Lema tuilinde bila amani hatutoboi. Habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru ukweli daima lenyewe limeandika nguvu ya ushindi, kocha Yanga awapigia saluti nyota mashabiki. Habari katika ukurasa wa 19. Mechi 2 zaongeza utimamu Serengeti Girls. Habari katika ukurasa wa 19. Kpizo mwimbaji singeli mwenye machungu haya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12. Chobwedo atakata TRA ikiwa Singida. Habari imeandikwa kwenye ukurasa za ndani za gazeti hili.
Wajue nyota watakaokosa kombe la dunia, habari katika ukurasa wa 10. Kichapo cha Ishtua Fountain, habari katika ukurasa wa 15, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima ukurasa wake nyuma. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kutoka hapa Toka Zamani TV.